Hali gani msikilizaji na mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Uncle Don pale YouTube. Natumai wewe ni mzima wa afya kama mimi nilivyokuwa mzima wa afya. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa umekuwa mwanafamilia wangu kwa kulike na kucomment na kushare na kusubscribe. Karibu sana. Leo tuko na kujibu nini maana ya mtu kuamka usiku na kuomba. Naomba ufuatane nami, utachukua kitu, hautotoka bure bure. Leo nataka kuanzia hapa. Kuna watu wanalala usiku, wanaamka asubuhi, miili yao imechoka, mithili ya kwamba walikuwa wanafanya kazi nyingi sana usiku kucha. Kumbe hawajafanya kazi, ila ni zile ndoto ambazo zimewavaa wakati wamelala. Kuna mtu mwingine akilala usiku anaota ndoto, lakini zile ndoto hazikumbuki kabisa. Anaamka kichwa kinamuuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu amesahau, ndio maana hadi kichwa chake kimepoteza mwelekeo. Pia kuna mtu mwingine akilala usiku anaamka asubuhi, ni mtu mwenye hasira. Hata mauzauza yanakuja ili ya kuvamia usiku wa manane. Pia kuna mtu mwingine akilala usiku, akiamka anajikuta ni mtu mwenye hasira. Yaani utafikiri usiku kuna mtu alimkwaza kwenye usingizi. Kumbe tatizo sio kukwazwa na mtu kwenye usingizi, ila aliota ndoto za ajabu mpaka imempelekea kiasi ya kwamba akiamka asubuhi hataki hata kusikia mtu yeyote akizungumza, hataki kumwona mtoto akiongea mbele yake, yani hataki kitu chochote. Hayo ndiyo madhara ya mtu kulala usiku bila kuamka kuomba au kuamka bila kuswali. Hilo ni kosa kubwa sana. Madhara mengine ya kulala usiku alafu ukagoma kuamka kuomba. Unakuta mtu mwingine analala usiku vizuri, kitanda na kitandika vizuri, shuka anajifunika vizuri, lakini akikurupuka anajikuta kitanda amekivuruga. Utafikiri pale kitandani alikuwa anacheza sebene. Hayo ni madhara ya mtu ambaye analala usiku anashindwa kuamka kuomba. Lakini kuna faida za kumfanya mtu anayeamka usiku kuomba ajisikie kuwa ni mtu wa maana sana. Faida ya kwanza, unapoomba usiku wa manane, unawaharibia wale watu ambao walichukua jina lako kulipeleka kwa mganga ili wewe uharibikiwe. Sababu ya pili au faida ya pili ya kumfanya mtu afurahie kuamka usiku kuomba ni pale unapoamka kuomba, kuna watu ambao wanakuja kukuibia usiku wa manane wakidhani umelala. Sasa wanavokuta unaomba, wanashindwa kukamilisha jambo lao, wanaondoka, wanaambulia kapa. Ndio maana nimekuwekea video ambayo inaonesha usiku mwezi ukiwa unawaka. Sijakuwekea picha ambayo inaonesha jua linawaka, ni mwezi unawaka. Manake ni usiku wa manane. Bado vile vile unaposema mimi nahitaji kuomba usiku wa manane, usiombe ili umkere uliyelala naye. Omba taratibu, omba kistaarabu, ombea familia yako, ombea nchi yako, ombea ndoa yako, ombea mahusiano yako, ombea biashara zako, ombea kila kilicho chako, ombea mikono yako, ombea miguu yako, ombea kila kilicho chako. Hata kama hujaolewa, hata kama hujaoa, wewe ombea ndoa yako. Kupitia yale maombi ya usiku, naye Mungu atashuka,
atajibu maombi yako. Akisha kujibu maombi yako, kila mmoja atatamani kukuharibia kwamba usiweze kwenda mbali, lakini atashindwa. Kwa sababu gani atashindwa? Kwa sababu ule muda anaokuja saa 8 za usiku ili akuharibie, anakuta wewe tayari uko vitani, ushaomba. Anapojaribu kukugusa, jina la Bwana linashuka, inasema hapana, ulipogusa sio huyu, ni mwanangu, sio kuteswa na watu wa kijinga kama wewe. Hivyo ndugu yangu, jitahidini sana kuamka usiku na kuswali au na kuomba, kwa sababu maisha yetu yenyewe yamekuwa ni mafupi sana. Tunateswa na vitu vingi, lakini tusichoke kuomba. Mungu naye anatusikiliza maombi yetu na dua zetu. Naomba unisaidie kulike na kucomment na kushare na kusubscribe katika channel yangu inayopatikana YouTube, na usisahau kuniambia unapatikana wapi, unanifuatilia ukiwa nchi gani. Karibu sana.